السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الذي شرفه الله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ndugu wapendwa, ama ndugu zangu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kurejesha shukrani kwa Allah ambaye ametuwezesha ikawa ni wenye kufika sehemu kama hii. Kwani leo ni siku kubwa kwa Waislamu, na yatakikaniwa kama Waislamu kujivunia kwa ukubwa wa siku kama hii, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya siku kama hii kuwa kubwa kwa Waislamu, na ni siku ambayo ndani yake kuna kheri nyingi zaidi. Kwa hiyo yatakikaniwa watu wafanye bidii kutafuta kheri ndani ya siku kama hii, hasa ikiwa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutaeleza machache yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha sisi kuyafikisha kwa ndugu zetu Waislamu. Tuko katika 10 la mwisho katika makumi matatu yanayopatikaniwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na 10 la mwisho kuna mambo ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekwenda kuyafanya na amekwenda kufanya bidii, na mambo yale ambayo amekwenda kuyafanya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi yatupasa kama Waislamu hili 10 la mwisho tufanye bidii zaidi na tumuige bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama namna Nana Aisha ametuelezea katika hadithi yake, katika hadithi mambo ambayo bwana mtume alikuwa akiyafanya katika 10 la mwisho. Nana Aisha ametuambia kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inapofika 10 la mwisho, kazi anayofanya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anajitahidi katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, ama kutokamana na mwezi wa Ramadhani, na kujitahidi hili 10 la mwisho. Hakuna wakati anaojitahidi kama 10 la mwisho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa yeye kazi yake akijitahidi kufanya ibada, na yeye hufanya itikafu msikitini, yeye hufanya ibada kama hii. Lengo la kufanya mambo kama haya ni kwa sababu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha na anatuonyesha kuwa sisi inapofika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, basi watu wakithirishe kufanya ibada mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah amekwenda kueleza mambo kama haya. Lengo la aya hii ni kuwa
na tumuige bwana mtume, kwa sababu yeye ni kiigizo chema. Yeye ndiye ambaye kwamba amekwenda kutuonyesha mambo kama haya. Kwa hiyo yoyote ambaye anafanya ibada katika 10 la mwisho ajue bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye ametufundisha. Na ndio maana bwana mtume yeye hufanya wingi kukaa msikitini na kufanya ibada. Jambo kama hili hufanya kwa bidii zaidi, kwa sababu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anatufundisha ni mafundisho. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaswali tahajjud na kuna watu ambao pia vile vile wako msikitini wanalala na wanafanya ibada ndani ya msikiti, hawatoki kwenda majumbani kwao. Lengo kuu la kukaa ndani ya msikiti ni kwa sababu wanataka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanataka msamaha utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafanya hivi kwa sababu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametangulia kufanya mambo kama haya, mpaka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuelezea, walaqad akhbara nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakika ametupa habari mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban yughfar lahu ma taqaddama min dhunubihi, kwamba mtume ametupa habari yeyote ambaye atasimama qiyamul layl katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mtu kama huyu lengo la kusimama katika usiku kama huu, lengo ni kwamba anaposimama kwa imani na kutarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema mtu kama huyu husamehewa madhambi yake aliyotanguliza. Yale ambayo amefanya huku nyuma, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe mtu kama huyu, kwa sababu amekwenda kusimama na yeye amekwenda kutaka msamaha utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu kama huyu Allah atamsamehe madhambi aliyotanguliza. Ina maana huku nyuma kuna madhambi ambayo amekwenda kufanya, kuna makosa ambayo amekwenda kutenda. Wakati anaposimama usiku katika 13 ama 13 la mwezi mtukufu wa Ramadhani, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba bwana kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake. Na ndio maana kwamba unaposoma na ukisoma Qur'an utakwenda kuona namna Allah alivyoeleza utukufu wa 10 la mwisho katika yale 13 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mpaka mtume akasema kwamba usamehewa yule ambaye atasimama usiku katika 13 na akasimama na kwa kutarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mtu kama huyu basi husamehewa madhambi yake. Fa fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume rehma za Allah ziwe juu yake na amani, qala, amesema, man qama laylatal qadri, yoyote ambaye kwamba atasimama usiku wenye cheo, imanan, kwa iman, wa ihtisaban, na hali ya kutaka thawabu, ghufira lahu, basi atasamehewa mtu huyu ma taqaddama min dhanbihi, kile alichotanguliza kutokamana na madhambi yake. Kwamba Abi Huraira amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile, yoyote ambaye kwamba atasimama usiku wenye cheo na akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na amesimama kwa imani na lengo la kusimama anataka thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Abi Huraira anasema mtume amesema mtu kama huyu husamehewa madhambi yake. Katika sura ndefu na sura ukiitazama ni fupi, lakini faida zake ni nyingi. Ukiangalia sura kama hii ni fupi, lakini ndani yake ina faida nyingi,
na Allah ametujuza ama ametueleza utukufu wa 10 la mwisho katika sura kama hii. Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema Bismillahirrahmanirrahim, inna hakika sisi anzalnahu fi lailatul qadr, tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia Qur'an imeteremshwa katika usiku wenye cheo, na usiku kama huu ina maana yeyote ambaye kwamba atabahatika kuwa ndani ya usiku huu wenye cheo, usiku ambao kwamba Mola ameteremsha Qur'an, na mtu kama huyu ikawa anafanya ibada, ina maana mtu kama huyu husamehewa madhambi yake, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku kama huu amekwenda kuutukuza. Ndio maana Mola anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika yetu sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku wenye cheo. Lailatul wama adraka ma lailatul qadr, na ni kipi kilichokujulisha wewe ni nini usiku wenye cheo? Mola anakuuliza, ikiwa Mola ametaja usiku wenye cheo, unaulizwa unajua ni nini usiku wenye cheo? Unajua ndani yake kuna kheri gani? Unajua ndani yake kuna nini? Unajua Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya nini ndani ya usiku wenye cheo? Mola Subhanahu wa Ta'ala anauliza mambo kama haya, kwamba ina maana usiku kama huu ni usiku wenye kheri zaidi. Na ndio maana na Aisha akamuuliza Mtume, je, ikiwa nimebahatika ndani ya usiku kama huu, usiku wenye cheo, nikibahatika ndani yake niseme nini? Mtume anamwambia kwamba utakapobahatika ndani ya usiku kama huu, usiku wenye cheo, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala msamaha, Allah akusamehe. Muombe Allah akusamehe sana, kwa sababu ndani ya usiku kama huu dua aina yoyote mja atakapoomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi atakwenda kumtimizia kile ambacho kwamba amekwenda kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mola anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri, usiku wenye cheo, khairun, ni khairi zaidi, min alfi shahr, kuliko miezi 1000. Usiku mmoja, usiku kama huu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema usiku huu ni wenye khairi, ni wenye utukufu kuliko miezi 1000. Ina maana miezi 1000 haina thamani juu ya siku moja, usiku wenye cheo. Yeyote ambaye ina maana usiku kama huu atabahatika awe ndani yake, ina maana yeye amekwenda kupata kheri nyingi kuliko zile kheri ambazo kwamba anazipata ndani ya miezi 1000. Ndio maana akasema lailatul qadri khairun min alfi shahr. Kwa nini? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanashuka malaika wanashuka ndani ya usiku kama huu. Halafu na Jibril anashuka pia, malaika na Jibril wanashuka ndani ya usiku kama huo, usiku wenye cheo. Yani malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Jibril kiongozi wa malaika wanashuka ndani ya usiku kama huo. Ina maana wasingelishuka malaika usiku kama huu, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kuutukuza. Na yatakikaniwa kama Waislamu 10 la mwisho kusimama kufanya ibada ndani ya msikiti. Na baadhi walale kwamba watu Waislamu pia panda safari ya kuja msikitini kuja kulala, na unapolala unapofanya itikafu ndani ya msikiti, wewe usitoke kwenda kufanya kazi huko nje, unaambiwa ukae msikitini kwa ajili ya kufanya ibada. Na 10 la mwisho
hata mtume ilikuwa kilala nyumbani, maswahaba ilikuwa wakifanya itikafu msikitini, hawaendi majumbani kwao, kwa sababu sharti ya kufanya itikafu ni mtu kumwepuka mke wake, hata kule kumwingilia. Awe msikitini, lengo la kukaa msikitini ni Muislamu iwe anafanya bidii, kufanya bidii kuomba msamaha na kulia katika msikiti. Wakati anapolia, huenda usiku kama huu ukampata mtu kama huyu na akasamehewa madhambi yake. Ndugu Waislamu, kuna makosa mengi ambayo tunayatenda sisi. Kuna mambo mengi ambayo tunayafanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoteremsha Ramadhani, makusudio ya kuteremshwa mwezi kama huu, lengo haswa hujulikaniwa mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu hata watu wamekwenda kughafilika mwanzo wa mwezi wa Ramadhani. Mwezi ukichomoza pale, ukiandama pale, watu hujua wakati wa kufunga umefika. Sasa lile 10 la kwanza, Waislamu wanajaa ndani ya msikiti, wanafanya bidii kufanya ibada. Utaona hata yule ambaye kwamba anakuja miezi yote, akichelewa hata kusimama laini ya kwanza inashindikana. Lakini linapomalizika 10 la kwanza, utaona watu ndani ya msikiti wanapungua. Ina maana watu wanapungua 10 la kwanza, linapofika 10 la pili watu wanapungua, linapofika 10 la tatu watu huanza kupotea kabisa. Wamesahau 10 la tatu ndio 10 ambalo kwamba lina kheri nyingi zaidi. Na kuna mambo ambayo watu wanakosea pia katika 10 la mwisho. Na 10 la mwisho kama hili, kweli kuna kheri ndani yake, lakini Muislamu anatoka nyumbani, anakuja msikitini, anaswali tahajjud, baada ya kumaliza anatoka kwenda kula daku. Baada ya kufika nyumbani akila daku, hulala mtu kama huyu. Wakati anapolala alfajiri inampita. Ina maana ametekeleza sunna, ameacha faradhi. Unaposimama tahajjud, unaposwali tarawih, hizi ni sunna. Tarawih ni sunna, tahajjud ni sunna. Lakini mtu tamuona anafanya bidii kuswali tarawih na tahajjud, lakini swala alfajiri inampita. Sasa ikiwa umetekeleza sunna, haukutekeleza faradhi, ibada yako itakuwa iko wapi? Kuswali tahajjud kwako itakuwa unaswali tahajjud, lengo la kufanya ibada 10 la mwisho, lengo lake ni sasa huku unachuma thawabu na huku unafanya nini? Unafuta thawabu. Ina maana ikiwa tunaswali tahajjud, tunafanya itikafu msikitini, tunaswali tarawih kama Waislamu, yatakikaniwa tufanye bidii hata swala ya faradhi ya alfajiri tuweze kujitahidi. Kwa sababu itakuwa wewe ufanya mambo kama haya, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anakutazama. Na ndio maana Mtume 10 la mwisho anafanya bidii. Yeye anapofanya ibada pia huamsha watu wake na huwasisitiza watu wake, na yeye hujipinda watu wote wanafanya ibada kama hii. Na Mtume haachi swala ya alfajiri. Hakuna siku Mtume ameacha swala ya faradhi. Lakini sisi tunakimbilia kuja msikitini kufanya itikafu ama kufanya kuswali tahajjud, lengo kuu Allah atusamehe. Lakini tunakwenda kupoteza kheri kama hizi, na si kila ambaye anakuja msikitini pia ibada yake itakubaliwa. Mtume anasema atakayesimama usiku wenye cheo kwa imani, lengo la kusimama, amesimama kwa imani wahtisaban, na haja kutaka nini? Thawabu kwa Allah. Amesimama kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hiyo Mtume asema yeyote ambaye kwamba atasimama kwa imani na hali ya kutarajia thawabu kwa Allah, moyo wake umemwelekea Allah, viungo vyake vimemwelekea Allah, mtu kama huyu ina maana anasemehewa dhambi. Kuna mtu ambaye anakuja msikitini, lengo si kuja kufanya ibada, anakuja kwa sababu watu waone mtu fulani amekuja msikitini. Sasa huyu ambaye amekuja kuonyesha watu kwamba yeye amekuja msikitini, na huyu ambaye kwamba amekuja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu itakuwa hawako sawa. Ina maana huyu yeye ambaye amesimama kwa ajili ya Allah, Allah anampatia thawabu. Lakini huyu ambaye kwamba anasimama kwa ajili ya watu wamuone, ni kwamba atapata kilichoko kwa watu. Na kuna watu wanakuja msikitini, lengo si kuja kwa ajili ya kufanya ibada. Wanakimbia matatizo kule nyumbani. Yawezekana inapofika wakati wa kula daku, basi bibi humpiga maneno huyu mtu, humtetesha huyu mtu. Sasa anapotoka nyumbani kuja msikitini, haji kwa ajili ya kufanya ibada, kwa sababu anakuja msikitini kwa ajili ya kufanya nini? Kuepuka zile kelele za nani? Za mke. Na yawezekana mwanamke amekuja msikitini kufanya ibada, lakini leo anamkimbia bwana, pengine atakapokuja hapa, bwana atasimama huku, yeye atasimama wapi? Kule nyuma. Ina maana hawaonani, hakuna kelele. Kelele watapigana kurudi wapi? Nyumbani. Kwa sababu yule mwanamke anataka kupumzika kwa sababu ya kelele za bwana. Kwa hiyo si kila ambaye anakuja msikitini kufanya ibada, anakuja kufanya ibada kwa ajili ya Allah. Ila ni lazima tujue tunapokuja msikitini kwa ajili ya kufanya ibada, tufanye ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapolia kumi kama hile ama usiku kama huu, tujue kwamba katika siku 10 ambazo kwamba zimebakia hizi za mwisho, kuna usiku mmoja, usiku kama huu una kheri zaidi ndani yake, na kheri kama hizi tuzipate hali ya kuwa sisi wenyewe tumesimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah, tunapofanya mambo kama haya, Allah atakwenda kutufutia dhambi zetu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasari'u ila maghfiratin, fanyeni haraka kwenda kwenye msamaha, min rabbikum, utokao kwa Mola wenu. Nendeni haraka, fanyeni haraka kwenda kwenye msamaha, kwenda kwa msamaha. Msamaha watoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mola anataka kuwasamehe waja wake, na kumi kama hili Allah ameliweka, lengo ni kwamba anataka kuwasamehe waja wake madhambi yao. Sasa ambaye anataka msamaha wa Allah usiku kama huu, anaposimama, anapomnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, anapomwomba msamaha Allah, basi Allah atamsamehe, kwa sababu Allah anasema nendeni haraka. Kwenda wapi? Kwa msamaha. Tena msamaha wenyewe watoka kwa wapi? Kutoka kwa Mola wenu. Wa jannatin, na pepo, arduha samawatu wal ardu. Pepo yani upana wake ni sawasawa na ardhi na mbingu. Yani pepo hiyo ukubwa wake ni sawasawa na hapa chini na kule juu. Pepo kama hiyo uiddat lilmuttaqina, imeandaliwa kwa wenye kumwogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Pepo imeandaliwa na Allah. Allah ameandaa pepo kama hii. Lengo la kuandaa pepo kama hii, amewaandalia wenye kumcha Allah, amewaandalia wenye kumwogopa Allah, amewaandalia wenye kusimama usiku kama huu wakataka msamaha utokao kwa Allah, na ni wenye kulia wakati zinaposoma Qur'an. Basi watu kama hawa wanalia na wanamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapomnyenyekea na wanapoomba msamaha, ina maana Allah anawasamehe. Na Allah watu kama hawa amewaandalia pepo, upana wake ni kuanzia ardhini mpaka juu, kwa sababu tumeandaliwa kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa sisi tunamcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini usiku tusimame tufanye ibada kama hii? Kama tunamwogopa Allah, tunaporudi majumbani pia tunaacha swala ya alfajiri. Ni masikitiko. Mfano, na wapigia mfano tu, hatutopiga mifano ya msikiti ya huko mbali, tutapiga mfano wa msikiti kama huu. Unapokuja swala ya tarawih hapa, utaona laini takriban 3-4 huko nyuma. Wanaswali nini?
tarawih. Lengo la kuswali tarawih, wanataka msamaha kutoka wapi? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanatekeleza sunna. Unapokuja tahajjud, ukija msikitini utaona laini kama laini 2, laini 3. Wote hapa wamekuja kukusanyika. Lakini inapofika swala ya alfajiri, lau kama si hawa ndugu zetu kuja msikitini, basi kungelipatikaniwa watu kama ni 3 au 4 ndio ambao na swali hapa. Utajiuliza, waliosimama usiku kufanya ibada kama hii wanataka msamaha wa Allah, alfajiri wako wapi? Jamaa, kama sisi tunamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, tunamcha Allah subhanahu wa ta'ala, maswali ni lazima tuulizane, alfajiri tunaenda wapi? Ni sawasawa na mtu ambaye anaacha swala ya Ijumaa anakimbilia swala ya Idi. Sisi tunataka msamaha utokao kwa Allah. Kama tunataka msamaha utokao kwa Allah, basi tutekeleze sunna na tutekeleze nini? Faradhi. Utamwona mtu anakimbilia kuswali swala ya Idi, lakini anakimbia swala ya nini? Ya Ijumaa. Ukimuuliza swala ya Ijumaa na swala ya Idi ipi bora zaidi, atakosa jibu la kukujibu, kwa sababu Ijumaa amekimbia, lakini swala ya Idi utamuona amevaa vizuri, amefanya kila kitu, ameingia msikitini. Lakini swala ya Ijumaa unaweza ukamtafuta na mtu kama huyo usimuone. Ndugu zangu, 10 la mwisho, Allah anasema Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Ikiwa usiku wenye cheo ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Tunaposimama kufanya ibada, tutekeleze sunna na tutekeleze na faradhi. Tusitekeleze sunna tukatupa faradhi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maisha yake yote hakuweza kutekeleza sunna, akaacha nini? Faradhi. Mtume amesemehewa madhambi yaliyopita na madhambi ambayo yatakuja mbele yake, Mola amemsamehe. Haina maana mtume ako na madhambi, lakini ni kwa sababu ya upendo wa Allah kwa mtume wake alifanya jambo kama hili, kuwaonyesha watu ya kuwa bwana mtume ni mbora zaidi kuliko yoyote, akamfanyia jambo kama hili. Lakini bwana mtume licha ya kusamehewa na Allah hakuweza kuacha faradhi na wala hakuweza kuacha nini? Sunna. Bwana mtume ametekeleza mambo yote. Ikiwa Allah anatuambia kwamba kimbieni ama nendeni haraka kwa msamaha utokao kwa Mola wenu, na akatuelezea pepo upana wake ni kuanzia ardhini mpaka juu. Kwa nini sisi tunakimbia pepo? Kwa nini tunaikimbia pepo? Kwa nini wakati watu wanapotekeleza sunna wanatupa faradhi? Ina maana yatakikaniwa sisi kama Waislamu, ikiwa tunamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi tufanye bidii kufanya ibada 10 la mwisho zaidi. Kama wataka kulia, basi ni wakati wa kulia. Na tumeambiwa katika vitabu, jicho ambalo litalia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi jicho kama hilo haliwezi likaingia wapi? Motoni. Umelia kwa sababu gani? Kwa sababu ya Allah. Unaposimama kwenye ibada, hata kama hautoi sauti, lakini jikakamue, ulie mpaka macho yako yatoe matozi. Macho yako yatoe matozi kwa ajili gani? Kwa ajili walia kwa ajili ya Allah. Unapolia, jicho kama hili haliwezi likaingia motoni. Haina maana unaposimama kwa Allah subhanahu wa ta'ala jicho litatolewa halafu lipelekwe peponi au pelekwe motoni. Hapana. Ikiwa jicho haliwezi likaingia motoni, ina maana wewe mwenyewe hauwezi kaingia wapi? Motoni. Kwa hiyo ina maana kama kuna wakati Waislamu yatakikaniwa walie, na Waislamu wakithirishe ibada, na unapoifanya ibada, fanya ibada kwa ajili ya Allah. Kama ni wakati wa kusoma Qur'an, ni wakati wa kutoa sadaka, ni wakati wa kufanya mazuri, basi yatakikaniwa 10 la mwisho kama hili Waislamu washindane kufanya kheri, Waislamu washindane katika ibada. Na unapofanya ibada si lazima muone mtu fulani. Kila mmoja anapofanya mazuri anaifanyia nafsi,
anaifanya nafsi yake. Ukitoa unatengeza mazuri kwa nani? Kwa Allah. Na ukija ukifanya ibada, Allah atakulipa wewe. Ibada yako hawezi kumlipa mtu mwingine, bali atakulipa wewe. Ina maana unaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe itakuwa ni mwenyewe kufurahia kwa sababu umefanya lile jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mola anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lilmuttaqina. Ikiwa tunajua mambo kama haya, basi tujaribu kushindana na kufanya kheri, hasa hili 10 la mwisho. Yawezekana kwamba sisi tukapata kheri. Ndugu Waislamu, tunajua kuna usiku wenye cheo, lakini usiku wenye cheo tukithirishe dua. Yawezekana huo usiku hata Allah asijalie kwa wewe kupata usiku. Tunaweza tukaja kisa kidogo. Kuna mmoja alikuwa anieleza story kidogo sehemu za Mombasa. Akasema kuna Muislamu alikaa na watu ambao si Waislamu nje kabisa, kwa sababu fikra zake aliambiwa kwamba usiku wenye cheo, asema kuna kitu ambacho kinapita mfano wa nyota, na kinapopita kuna nuru kubwa zaidi. Sasa yeyote ambaye kwamba atabahatika kuona jambo kama hilo, dua aina yoyote akiomba, basi Allah atamjibu. Sasa alichokifanya, alikana hawa nje kabisa, wanakula miraa. Ile miraa ile ya kutafuna ile, lengo la kula, hataki kulala kwa sababu ataka kukaa macho aone nini? Lailatul Qadr. Sasa amesema amekaa na wale ambao si Waislamu, wamekula, imefika wakati ameshikwa na haja ya mikojo, akaamua kwenda chooni kukojoa. Asema alipoondoka kuingia chooni, kile ambacho kama ametarajia kimepita. Wale walioko pale wameona, lakini Allah hakuwezesha wale kusema maneno kama haya kwa sababu si Waislamu. Na hichi kitu ni kitu ambacho kwamba lao wewe utabahatika usiku huu wenye cheo, ukabahatika ndani yake, basi ina maana wewe ukiomba dua, wewe dua yako inakubaliwa. Mtu kama huyo aliporudi akaambiwa, hapa tumeona kitu kikubwa sana kimepita. Akasema kilipopita mmesema nini? Asema hakuna chochote ambacho kwamba tumesema. Aliwatukana sana wale watu. Aliwatukana sana. Watu kama hawa aliwatukana. Lakini yawezekana ule usiku wenye cheo ukakupata, lakini Allah akajalia wewe usijalie kuomba kitu chochote. Kwa sababu Allah akimjalia kheri mja, yule mwenye bidii akimjalia kheri, usiku kama huu ina maana dua yake inakubaliwa. Na yawezekana usiku kama huu watu wanakubaliwa dua zao, na kuna baadhi wamelala hawajibiwi. Hili lawezekana. Yawezekana unaweza kaja hapa na ukitaka ukifika nyumbani, kumbe usiku kama ule ni usiku wenye kheri, na yale unaotarajia usimwombe Allah subhanahu wa ta'ala. Tukithirishe dua na kumuomba Allah, na Allah anasikia lugha aina yoyote. Hata ukimwomba kwa lugha ya nyumbani, Allah anajibu maombi kama haya. Kwa hiyo ndugu, Allah, aya mwisho ambayo nimesoma ni hiyo. Tufanyeni bidii kufanya ibada katika 10 la mwisho. Kazi ya Mtume ilikuwa inapofika 10 la mwisho, anawaamsha watu wake, na yeye mwenyewe anakithirisha kuomba dua na anakithirisha ibada. Lengo Bwana Mtume anatuonyesha sisi linapofika 10 la mwisho, basi watu wakithirishe kufanya ibada kama hizi. Kwa haya ambayo nimekwenda kuzungumza, ikiwa kuna sehemu nimeteleza, basi mimi ni mwanadamu, na ikiwa nimepata, basi ni taufiki itokayo kwa Allah. Tumuombeni Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una hasana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا يا إله الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.